Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Pokea upako wa kushughulikia roho ya kupuuza, au pokea upako wa kushughulika na roho ya kupuuza. Bwana Yesu asifiwe. Roho hii tumeshazungumza namna ambavyo inatenda kazi. Kwa nini tunasema ni roho? Ninachokimaanisha ni kwamba sio wewe ila ni roho. Nasema hivi, yani sio wewe ila ni roho. Wewe kama wewe unataka, lakini kwa sababu roho ile ipo ambayo kazi yake ni kufanyaje? Ni kukutia moyo usifanye, ni kukutia moyo usifike kwenye lile lengo ambalo unataka ufike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu unataka na wewe mwenyewe unajikuta utekelezaji wa kila ambacho unataka ukifanya haufikii, basi unahitaji msaada. Unahitaji msaada, na msaada huo ni upako ambao ukishakuja juu yako, sasa unajikuta ndani yako una hamasa isiyo ya kawaida ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi, Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji upako wa kukusaidia kuweza kutoka mahali ulipo. Kwa nini unakemea pepo na hatoki? Kwa nini unakemea pepo na hatoki? Bwana Yesu asifiwe. Je, hatoki kwa sababu wewe unataka asitoke? No. Na je, unafikiri hatoki kwa sababu kweli hawezi kutoka? Hapana. Je, unafikiri hatoki kwa sababu wewe hauwezi kumtoa? Bwana Yesu asifiwe. Bado ni hapana. Emu twende kwenye kitabu cha Mathayo na ile sura ya 17. Mathayo. Twende kwenye kitabu cha Mathayo na ile sura ya 17. Na uliyeko sehemu nyingine, fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Mathayo na ile sura ile ya 17. Mathayo sura ile ya 17. Ule mstari wa 14 tuanze hapo. Nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu.
Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanafunzi wa Yesu wamekwenda kutoa pepo, wakashindwa. Nao kabisa wakashindwa. Yule aliyekuwa amemleta yule mgonjwa ikabidi aende kwa Yesu. Na yeye alipokwenda kwa Yesu, badala ya kwamba aende moja kwa moja apate huduma ya kilichompeleka, ikabidi amwambie nimeanzia chini huku. Hawajaweza. Yaani mpaka kufika hapa, nimezunguka makanisa mengi, nikaona nimlete kwako. Yesu akamtoa ile pepo. Haleluya. Wanafunzi walikuwa wanatoa pepo, wanataka pepo atoke, lakini pepo hakutoka. Je, hawakutoa pepo kwa sababu hawezi kumtoa ile pepo? Si kweli. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu alizungumza na wanafunzi, na Mafarisayo walikuwa wanamwambia mahali fulani, wakasema huyu anatoa pepo kwa Beelzebuli. Kuna sentensi Yesu akaambia hivi, sikilizeni. Kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu wanatoa kwa nani? Kama wangelijibu lile swali, wangelijibu hivi, wanatoa kwa jina lako. Maana yake ni Yesu yule yule aliyekuwa anawasaidia kutoa nini? Pepo. Ni hawa wanafunzi waliokwenda kutoa pepo, walivyokuwa wametumwa, pepo wakawatii kwa jina la nani? La Yesu. Hapa ni jina lile lile, wanamtoa ile pepo, hakutoka. Wanafunzi wakaacha. Kitu gani kilichokuwa kinaendelea hapa? Haleluya. Yesu anawaambia sio kwamba hamwezi. Mkifunga na kuomba mtaweza. Maana sio kwamba walikuwa hawezi, wanaweza. Na mimi nakwambia hicho ambacho kimesimama miaka mbele yako, hicho ambacho kinajiinua kwamba okay, sasa unajua, sasa mimi ndio mimi. Sikiliza, sio kwamba ukiweza, unaweza kila jambo katika jina la Yesu. Amen. Kabisa. Hawa walichokuwa wanakihitaji, walichokikosa, walikosa hamasa. Nakwambia hivi, haleluya, kama walikuwa wanakaa kwamba ni hivi, achana na maneno mengine, huyu tuko naye ni lazima atoke. Sikiliza nikwambie, akiona ndani yako pepo, kwamba kumebaki na ile mazingira kwamba niko pale pale, lazima unatoka. Yaani ile hamasa iko ndani yako, msimamo uko ndani yako. Mimi nakwambia kwanza alishaondoka zamani sana. Pepo wengine hawapo, hamna. Wanakuangalia tu, huyu msimamo wake ukoje, anasemaje. Anasema hawezi kututoa. Okay, basi tukae. Si hawezi, tukae. Kutatafutwa mbinu za hapa na pale. Unajua, ungelitumia lile somo, sikiliza, somo nitapata baadaye, lakini upepo atoke. Sasa somo nitalipataje wakati pepo mwenyewe ndio yuko amening'ang'ania? Yaani somo nitalipata saa ngapi? Pepo mwenyewe yani nikianza kusikiliza somo kunaingia usingizi. Yaani nasinzia fofo. Alafu unaniambia nifuatilie ile somo. Nalifuatilia saa ngapi? Nikiwa nimesinzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaelewana vizuri? No, kunahitajika ndani yako, kuna hamasa fulani ambayo ndio umenyang'anywa. Kwamba somo lipo, kwamba halipo, mimi nachokijua ni kimoja. Pepo huyu anatoka. Mimi nakwambia anatoka.
Mtumishi wa Mungu, hayupo pepo ambaye wewe huwezi kumtoa. Halipo jambo lisilowezekana kwako, kama ndani yako ile hamasa ndio wanayopambana nayo kwa mvunje moyo huyu. Na kama utakuwa makini, watatumia kila mbinu. Wewe utafanyaje? Unamtoa Yesu, yuko pale. Yesu yuko pale, alafu wewe ndio mtoe mwanafunzi. Inawezekana hapo alikuwa anawaza. Haleluya. Si unajua kuna utaratibu kwamba mtumishi ndio anatoa. Wewe ndio unatoa. Mtumishi, peleka kwa mtumishi. Mtumishi ndio anatoa. Sikiliza, utaratibu mimi siyasema usiwepo, lakini kwa habari ya uwezo wa kutoa, ndani yako upo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndani yako upo. Ni hamasa fulani ambayo ipo na imesimama. Haleluya, kwamba huyu ni lazima anaondoka. Habari ya kwamba jana ni kweli sikuomba usiku, lakini kwa habari ya kutoka, anatoka tu. Hizo sababu za jana kwamba ukomba usiku zinalenga nini? Kukuondolea ile hamasa ya ndani, kukuondolea ule upako. Zinapambana ule upako ambao unatakiwa kusaidia kufanyaje? Kuweza kumshughulikia. Sio kama kuna mtu anaelewa. Anasema hivi, zile sababu zote zinazokuja zote. Unajua una wiki mbili, ukumbuke. Wiki mbili haujaja kwenye ibada. Wiki ngapi? Wiki mbili haujaja kwenye nini? Kwenye ibada. Utakuwa na upako saa ngapi? Unasema kwa hiyo unasema tuseme tunakwenda ibadani. Mimi nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wiki mbili na hakuwepo ibadani na bado ukamshughulikia huyo pepo. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anasema, unajua ungelikuwa unasali kanisa fulani, pale upako upo. Sikiliza, pale ni kweli upako upo na mimi nakubali, lakini hapa kwangu pia bado upo, na hapa nyumbani upo, hapa kwenye familia yangu upo, hapa kazini upo. In the mighty name of Jesus, upako kwa upako, naomba hiki kitu kifanyike. Inawezekana sana. Yote yale yanayokuja yanalenga kufanya, yanapambana na ile hamasa. Wewe kumbuka, hujawa mwinjilisti. Unajua unatakiwa kwanza uwe mwinjilisti. Sasa ndio, sikiliza, kweli sijawa mwinjilisti na mimi sikatai, lakini kwa habari ya hili nataka nikwambie, hili natakiwa kuondoka. Huyu anatakiwa mtoto wangu aachiwe. Haleluya. Huyu ni lazima apone. Unajua wewe hujawa, ungelikuwa mwite kwanza mchungaji. Nisikilize nikwambie, mchungaji ana shughuli nyingine. Tuko wengi anataka kutuhudumia. Ni lazima tuwe na kitu ambacho tunakuwa nacho ili kwamba anapokuwa amekwama tuweze kushughulika. Swali, mchungaji kama hata kuwepo, mchungaji akifa, nikihama nikaenda sehemu nyingine, nataka yuko wapi? Sikiliza nikwambie, wewe pepo unaondoka. In the mighty name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Yesu akasema hamkumtoa sio kwa sababu hamwezi. Kwa lugha nyingine, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa anaambia msije mkarudi siku nyingine, hamhitaji kuja. Haleluya. Hapo kuna hamasa imeshuka, kwa sababu upako unavyokuwa upo unakuhamasisha. Sasa dalili za kwamba upako upo, kuna hamasa ndani. Haleluya. Unakumbuka Daudi aliambiwaje? Kwamba wewe Daudi, acha maneno ya vijana. Wewe kwanza jeshini hujaenda. Sisi jeshini tumeenda. Huyu Goliati kwenye mbinu za tulizofundishwa kule Urusi, tumechanganya na za Marekani, tumeweka na za Tanzania, tumeweka na za Zimbabwe. Zote tumeshajaribu. Huyu jamaa bado. Sasa muulize meja fulani
Daudi anasema kwa kweli Meja nitamuuliza, lakini mimi ndani yangu nachokisikia ndani Bwana Yesu asifiwe. Nachokisikia ndani, jeshini nitakwenda baada ya huyu jamaa. Hii shughuli lazima iishe hapa hapa. Huyu halale chini, habari ya jeshini nitakwenda siku nyingine. Lakini the mighty name of Jesus, huyu halale chini. Haleluya. Kama uchungaji nitakwenda, haina shida. Kama ni utumishi tuzungumza siku nyingine. Hapa tunazungumza huyu mtoto apokee uponyaji hapa. Huyu mtoto awe mzima hapa. Hapa tunazungumza aliyekaa akachezea ofisi ya kwangu saa hii. Haleluya. Ule upako ukishakuwa juu yako, unatengeneza hamasa ambayo hauwezi kusikia lugha nyingine. Haleluya. Haleluya. Ni kwamba unahitaji huyo pepo kama atokeze basi. Maana ndani kuna hamasa ambayo unatamani umkamate mwenyewe. Ile hamasa ile ndipo siri ilipo. Siri haiko kwenye maneno wanayokuambia, siri haiko kwenye kitu kingine. Ndio Yesu anawaambia nyie mmepoteza. Ombeni. Kufunga na kuomba maana yake nini? Ombeni mpate ile hamasa kabisa. Inatoka kwenye nini? Inatoka kwenye upako ambao unatoka kwenye maombi yale. Naunganisha hivi vitu viwili ili uelewe hivi. Upako ukiwa juu yako, Bwana Yesu asifiwe, lazima utautambua kwa sababu uonekane kwa jinsi ya nje, lakini utautambua kwa hamasa inayokuwepo ndani yako. Upako wa kuomba ukiwa juu yako, kuna hamasa ya kuomba isiyo ya kawaida. Ukikaa dakika 5 ni kwamba unawachwa. Ukilala risali moja ni unawachwa. Yaani mpaka malaika ndio wameshakuamsha namna hiyo. Yaani ni kwamba umelala saa 6 dakika 30 unashangaa kwa jamani, kumbe nimeshachelewa, kumbe ni dakika 30 tu ndo zimepita. Kwa sababu gani? Ule upako uko juu yako, kuna hamasa ipo. Haleluya. Upako wa kuhubiri ukiwa juu yako, kuna hamasa ambayo ipo ndani yako. Kila unayekutana naye unatamani umwambie habari za Yesu. Unatamani umwambie hizo habari. Haijalishi ni nani, hata kama unazungumza ni lazima mwambie habari za Yesu. Wewe upako ndio Yesu anawaambia sikilizeni, mmekwama mahali fulani kwa sababu gani? Kuna hamasa ambayo hamnayo kwa sababu kuna upako ambao uko juu yenu. Ingeni kwenye maombi muombe, ule upako uwe juu yenu. Alafu uone kama mtakuja kukwama mahali ambapo watakuwa wameletea watu. Haleluya. Watu ambao wanafai, watu wanaumwa. Nisikilize, juu yako kila aina, kupitia mikono yako wewe, kila aina ya muujiza unaweza ukatendeka. Amen. Kabisa. Amen. Unasema, hebu tuweke vizuri mwalimu. Sikiliza nikwambie. Nakwambia hivi wewe shemasi. Kwa mikono yako hiyo unaweza ukatetemesha milima. Haleluya. Na mimi kama muumini, sikiliza nikwambie, wewe huyo. Wengine ambao sasa ndio tumeokoka juzi, sikiliza nikwambie, sio acha na juzi, leo hii. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wanachopambana nacho, amen, wanapambana na ile hamasa inapotea ndani yako. Sasa leo tunazungumza kitu gani? Tunazungumza mahali ambapo hamasa hiyo inapatikana, ambapo ni kwenye nini? Kwenye maombi. Sema maombi. Na uliyeko sehemu nyingine sema maombi. Haleluya. Maombi kazi yake ni kukupa upako huu, ambao upako kishakuwa juu yako, ile roho ya kupuza haiko juu yako kabisa. Umefanya mambo ambayo unaona hayaendi. Sio kwamba hayaendi kwa sababu hauyawezi. Sikiliza nikwambie, unaweza. Unajua nimejenga nyumba hii ni miaka 20. Sikiliza, haikupasa kuchukua miaka 20. Kuna upako unaotakiwa kuwa juu yako wa kujenga. Ndio umenyang'anywa tu. Wewe angalia ndani ya miaka 20 hujafanya chochote. Umehamisha mawazo, kuna vitu vingine vingi umefanya. Angalia pesa ambazo zimepita mikononi mwako ni nyingi tu. Ila kilichoondolewa ni ule upako, kiasi kwamba ile hamu ya kujenga tena na kwenda inafanya inashuka.
unahitaji upako wa kufanya hilo jambo. Wewe upako unapatikana wapi? Umefanya jambo, unaona hausogei, nenda kwenye maombi. Pointi yangu leo ni nini? Kuna anayekwenda kwenye maombi kutafuta kile anachokihitaji, lakini mimi niko nakwambia nenda kwenye maombi kutafuta upako ambao utakupa hamasa ya kuweza kupata kile unachokihitaji. Kwenye maombi, wewe ambaye kunaomba kwa ajili ya usafiri, kwenye maombi hatutoki na usafiri, ila tunatoka na upako ambao ndani yake kuna hamasa ya wewe kupata usafiri. Haleluya, haleluya. Kwenye maombi hatutoki na pesa, ila tunatoka na upako ambao unakupa hamasa ya kutafuta na kupata pesa. Kumbuka, tofautisha vitu viwili, kwa sababu watu wengi ameshaomba mpaka anakwambia hata kama ni kwamba na kwenyewe nilishaomba. Sawa, uliomba lakini kuna kitu hukukipata kabisa. Haleluya. Uliomba lakini kuna kitu hukukipata. Mimi nakwambia kwenye hiyo ndoa, wewe kuna mwingine ukisimuliwa ya kwake utakuja kukuta wewe ni cha mtoto. Kwa utajiuliza, mbona we tatizo ni dogo kuliko wenzako wanaendelea? Nini ambacho adui amekifanya? Amekunyang'anya upako wa kusonga mbele katika ndoa hiyo ya kwako ulionayo. Hakuna ndoa ambayo haina matatizo, haipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na hakuna mtu ambaye hana mapungufu, ni Yesu peke yake. Haleluya. Nasema hivi, ule upako ukiwa juu yako, wanakutoa jicho, alafu wanakuuliza, hapa kuna unachokisubiria. Unasema wewe unataka kusemaje? Nipo na jicho limetolewa. Ndio, hapa nipo. Kinachokusababisha kusema yale, kuna upako huko juu yako. Wewe kukaa wapi? Kukaa hapo. Ule ukinyang'anywa, hata macho yote ukiwa nayo hautakaa. Kwa ule upako, ninakwambia unapatikana kwenye maombi. Ndio Yesu anawaambia siku nyingine mkiona mazingira kama haya yanaendelea, ndio nawapa dawa. Dawa gani? Mkafunge na kufanyaje? Na kuomba. Watu wengi kinachosumbua huduma nyingi ni nini? Watu wanazunguka sehemu mbalimbali, wanatoka kanisa moja kwenda kanisa jingine, anatoka mtumishi mmoja kwenda mtumishi mwingine. Kwa sababu gani? Kuna upako unaoweza kusaidia hawa watu, ndo haupo. Watumishi wapo, wana maombi wapo, vikundi vyote vipo, idara zote zipo, lakini upako, haleluya, wa kuweza kusaidia hawa watu ndo haupo. Kwa kama kuna kitu ambacho unahitaji kukilinda, usiishie tu kuwa mwana maombi, lakini uwe mwana maombi ambaye unavangia kwenye maombi ya kwako kuna upako unaongezeka juu yako wa kuweza kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia nachokizungumza? Maombi hayana ladha kama unatoka na hujatoka na upako huu ambao Yesu anazungumzaje. Anasema hii ipi? Hii imani pungufu iliyong'ang'ania hii haitoki. Ipi? Ni ya kupuuza. Hao walikemea wakapuuza. Mkemea mara 2-3 hivi akasema basi haitoki. Wewe wasikiliza. Mlitakiwa kuwa na upako kwamba sikiliza, huyu ni lazima atoke. Huyu pepo lazima atoke. Huo upako mlitakiwa kuwa nao ndani. Huo kama upo, na nataka nikwambie hivi, anaondoka. Kipindi fulani tuliwahi mimi na
na rafiki yangu. Binti mmoja alikuwa na pepo, kwa akamleta ili tuweze kumwombea. Sasa tukawa tunaomba, lakini tulikuwa na mashindano ya kidini. Yaani mimi navutia nataka nionyeshe kwamba sisi bwana, kanisani kwetu ndio kuna upako, na yeye mwenzangu na hivyo hivyo. Kwa hiyo pepo akawa anatucheka tu. Mwisho wa siku akatutemea mate yule pepo. Najaribu kukasirika, lakini sasa mwisho wa siku inaishia wapi? Unajua tukatumia zaidi ya masaa 4. Hamna. Ilibidi waje watu waamue. Yaani watu wengine wanatuamua sisi watumishi na yule binti. Maana sasa anatupiga anasema maneno ambayo yani ni ya kutudhalilisha. Waone kama hivi wewe unavyojitazama, wewe hebu toka hapa. Sasa akatokea mtumishi akasema, watumishi mmeshapambana na sisi wenyewe tumeshaona. Basi kwa huduma ya leo tunaomba muishie hapo. Tukatoka. Mimi nilipotoka pale nikasema sijui kwa mwenzangu, lakini nilichokuwa najaribu kumuonyesha hajakiona, kwa sababu mimi nilikuwa nimuonyeshe kwamba sisi kanisa letu wewe. Sasa mwisho wa siku sijafaulu. Okay. Lakini mimi kama mimi sasa tukiachana yale, hii si aibu hii? Nikasema hamna. Sasa nikaenda kwenye maombi wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, nimepata aibu, na hii aibu hii wa kuweza kuiondoa ni wewe. Lakini upande mwingine mimi nilikuwa nakutaja wewe. Lile jina lako kwani halina nguvu? Hapana. Nahitaji hii aibu iondoke. Ni lazima, yani haliendi kwingine. Yule lazima lile pepo lile limtoke. Nikaomba Mungu. Yani kama kuna mara ambapo sijakaa sawa, ndio nilijua sasa kwamba udini kwenye maombi hayo. Bwana asifiwe. Ndio nikuhamisha. Wewe ulikuwa unatafuta uonekane wewe kama wewe na nini? Na dini yako mimi siko huko. Okay. Kwa hiyo nikaomba Mungu, naomba nisamehe. Hicho kitu kikae mbali. Jina la kwako. Wacha sisi dini yetu tushuke, mimi nishuke, lakini jina la kwako lifanyaje? Litukuzwe. Ni lazima yule pepo atoke kwa sababu ya jina la kwako leo libeba. Na kuanzia leo nimekwisha elewa. Nilivotoka kwenye maombi, nikatoka nikawaambia okay, tafuteni yule binti, mleteni. Akamleta. Walivyomleta, amefika ameweka hapa kwenye kiti. Na mimi niko nimekaa. Nikamwambia sasa sikiliza. Siku ile amekaa tu ametulia. Na wewe wamleta wako naye hapa. Siku ile mnifanye mlivyofanya. Leo ni tofauti. Sijaanza ukemea, tayari ile binti akawa ameanguka hapo. Mapepo yakaanza kupiga kelele, akaamka hapa akakimbia, akaenda nyumbani pale alipokuwa analala. Akafunguliwa pale tangu siku hiyo kama amefunguliwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie, maana yake nini? Mtumishi hahitaji kukua na mahangaiko. Bwana Yesu asifiwe. Haupaswi kuwa na mahangaiko. Itakuwaje? Nenda kwenye maombi. Hauhitaji kusumbuka. Unajua fulani ndo kanimaliza. Fulani ananichezea fulani. Sikiliza, anakuchezea ni sawa. Wewe nenda kwenye nini? Kwenye maombi. Yesu anawaambia upako huu
unapatikana kwa kufunga na kufanyaje? Na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kati ya kufunga ukiwa unatafuta vitu vingine na kufunga unatafuta upako. Kafanye maombi ya kufunga ili upate nini? Upako wa kufanya utumishi unaofanya. Ni hicho pekee. Watu wanasema wamekimbia. Sikiliza, wacha watu wakimbie, wewe baki na upako. Haleluya, haleluya. Kabaki wewe na nini? Na upako. Ule upako utawarudisha. Haleluya, haleluya. Ule upako utafanyaje? Utawarudisha. Haijalishi unahitaji kugombana na mtu. Yesu anasema jitahidini, ingieni kwenye maombi, kafungeni na kufanyaje? Na kuomba. Upako wa kupuuza huu unaondoka kwa kufunga na kuomba. Shetani akikubana vizuri vizuri atakuacha kwenye vitu vingine ufanye, lakini siku ile unasema leo nataka nianze maombi haya ya kufunga, ndio kuna vurugu, kila aina ya vurugu. Maombi yale ya kanisani yale ni mazuri, tunahamasishwa tu pale, jamani amka, omba. Hayo ni kawaida. Yale maombi ambayo wewe unatakiwa wewe kwamba sasa nataka nichukue siku 3 takuwa nimefunga na kuomba, atakuvuga. Hayo ndio maombi shetani hayataki. So ndio maombi ambayo yanaachilia upako huu, pamoja na vitu vingine vyote unavyoweza kupata kwenye maombi yale, lakini pamoja na nini? Na huu upako. Upako gani? Upako ambao ndani yake kuna hamasa ya kuweza kumkabili adui. Upako ambao ndani yake kuna hamasa ya kuweza kukabili hilo ya kupuuza, inaondoka jumla. Watu wengi wako tayari kuombewa. Wewe unayewaombea ufunge, lakini wao kama ni hela wako tayari kukupa maombi ya kufunga kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama kuna uwezekano kwamba ufunge, wewe unafikiri mpaka mtu anakuambia kwamba naomba tuingie kwenye maombi pamoja, unafikiri wote wanaomba? Hamna, nataka wewe ndio ufanyeje? Wewe ndio uombe, kafunge. Basi tuende siku 3. Siku 3 yeye haendagi. Ni kwa nini? Kuna vita kali kwenye nini? Kwenye maombi haya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe, kama likifika mahali ambapo linatambua hiki kitu, kuna mambo mengi yatafanyika. Haleluya. Utafanya mambo mengine, utahudumia watu asubuhi mpaka jioni, hautapata muda wa kufunga na kuomba. Utakuwa busy. Yaani leo niko hapa, wiki ijayo nitakuwepo sehemu nyingine, wiki ijayo nitakuwepo sehemu nyingine, wiki ijayo ila hutapata muda wa kufunga na kufanyaje? Na kuomba. Kwa sababu ukianza kuishi hayo maisha ambayo ni ya kufunga na kuomba, moja wapo ya kitu ambacho tunatoka nacho, kuna upako huu. Wewe unayenisikiliza au unanitazama, Bwana Yesu asifiwe, kwenye hilo jambo kuna upako, hilo ambalo unapambana nalo, kuna upako umefichwa ndani ya kufunga na kuomba. Nenda kafunge na kuomba. Nenda kafunge tu na kuomba. Na wakati unafunga uwe mtazamo wa kwako, unachokisubiria ni upako, amina, wa kuweza kulikabili nini? Lile jambo. Unapatikanaje? Lazima kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu atazungumza na wewe, akikuonyesha ushindi. Ndivyo upako unavyokuja. Umesikia ninachozungumza? Akikuonyesha kwamba inawezekana. Ipo namna ambavyo Roho Mtakatifu atakuletea mjumbe wake
Yule mjumbe amekuja kufanyaje? Amekuja kukwambia maneno ambayo ndani yake yana nini? Yana upako. Wewe utakuwa kwenye maombi au umeshatoka au haujakwenda, maneno haya yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ogopa mtu ambaye maneno anayokuambia ni ya kufanyaje. Kuna maneno ambayo yanakuja kukunyong'onyesha, ni maneno ambayo yanakuja kuonyesha hapo, kwa kweli hapo pole. Mtu anayekupa pole kwenye nini? Kwenye mapambano. Hapa ndio unafanyaje hapa? Hapa kwa kweli pole sana. Ngoja tuone. Ngoja tuone. Sikiliza, hauhitaji pole. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji anayekwambia sikiliza, kwa Yesu anafanya kazi hata baada ya mtu kufa. Tuko pamoja? Kuna lugha ambayo Roho Mtakatifu ataileta kwenye maombi. Kuna namna ambavyo Mungu atazungumza na wewe, na yale maneno anayozungumza ndani yake unapata hamasa. Kuna maneno ukiyasikiliza unatoka na nguvu mpya. Amen. Ndio maana mtumishi wa Mungu, sio kila kitu umepewa kukisikia. Sawa? Sio kila kitu umepewa kukitazama kwenye simu yako hiyo. Sio kila kitu umepewa kukitazama. Jitahidi kabisa na muombe Mungu akusaidie, kwa sababu dunia hii tulionayo, hasa kwenye dunia ya utandawazi hii tulionayo, ukichukua hiyo smartphone yako, dunia nzima unayo, kila kitu unacho. Narudia, sio kila mahubiri ni ya kuyasikiliza. Haleluya. Ngoja nikwambie, sio kila mtumishi ni wa kumfuatilia. Sijasema ni mbaya. Hana cha kwako. Kama wewe ni mwalimu, then kwa nini unatumia muda mwingi sana kwenye utume? Kwa sababu uwe na uhakika yale maneno, kwa kadri unavyosikiliza, baada ya muda fulani tutakuona wewe ni mtume. Yameanza saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna upako unaokuja na maneno. Kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu akiwa anazungumza na wewe ukiwa kwenye maombi yale, au atazungumza moja kwa moja hapo, au atakutumia mtu ambaye maneno au lugha utakayoipata kwenye yale maombi ni lugha ya kukutia moyo, ni maneno ya kukutia nini? Ya kukutia moyo, ambao ndani yake unapata nguvu isiyo ya kawaida. Utapata mstari ambao ndani yake ukishausoma lile neno ndani yake lina hamasa isiyo ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Nasema hivi, ukiingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu anakuletea hivi, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Unajua hilo neno sio kwamba umelisikia leo, unajua mpaka nimeandikwa wapi. Lakini kwa nini hapa? Lengo la Roho Mtakatifu sio lile neno analokuletea. Lengo ni upako ulioko ndani ya nini? Ndani ya lile neno. Narudia, sio kama unanielewa. Nasema hivi, lengo la Roho Mtakatifu ni upako ulioko ndani ya lile neno analokuletea. Narudia tena, lengo la Roho Mtakatifu, anazungumza na wewe kwa kukuletea mstari, anazungumza na wewe kwa kukuletea mtumishi, anazungumza na wewe kwa njia nyingine, kwa njia ya ndoto yoyote ile. Lengo sio yale maneno, lengo ni upako ulioko ndani ya yale maneno. Nimerudia mara tatu nikiwa na maana gani? Kwa sababu wewe ukiwa na mtazamo kuhusu mtazamo wako ukiwa unalenga yale maneno, utadaka maneno na utapoteza upako. Ngine hajanielewa. Nasema hivi, unavokuwa unamsikiliza mtu, Bwana Yesu asifiwe, jua unatafuta nini. Kama ni maneno, kila mtu anayo maneno, kila mtu anayo. Nisikilize nikwambie, mafundisho kila mtumishi anayo na ni mazuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni upako upi ulioko ndani ya nini?
ndani ya yale maneno. Janaelewa? Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia sio kila mtumishi umepewa kumfuatilia, kwa sababu kuna aina ya upako alionao. Kuna aina fulani ya upako alioubeba ndani ya yale maneno, ndani ya yale mafundisho. Lengo sio yale maneno. Mungu lengo lake haliko kwenye yale maneno anayozungumza mtumishi. Lengo liko kwenye aina ya upako unaupata ndani ya nini? Ndani ya yale maneno. Sasa ule upako unaupata unaohitaji wewe. Angalia, okay, haya maneno ninayoyasikiliza yamebeba aina ya upako ninaohitaji. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, mwinjilisti anahitaji upako unaomhamasisha kwenda kufanyaje? Kufanya uinjilisti. Mwalimu anahitaji upako unaomhamasisha kufanyaje? Kufundisha. Maana yake mpaka hapo, hawa ni watu wawili ambao wanahitaji aina mbili za upako. Haleluya. Mchungaji anahitaji upako unaomsaidia kuchunga, unaomhamasisha kuchunga. Kwa kuwa upako unakuja ndani ya maneno, basi atahitaji kuwa makini, aangalie kama maneno anayoyasikiliza au mafundisho anayoyasikiliza au mtumishi anayemsikiliza anapata upako ule unaomhamasisha kwenda kufanya kile anachotakiwa kufanyaje? Kwenda kufanya. Kwa sababu ukikosea tu utakuja kutokeza mahali kwingine. Wewe uliyeko sehemu nyingine, naomba unisikilize vizuri sana, na uliyeko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia hivi, kila unachokisikiliza ndani yake, kinachotoka kwa mtumishi, ndani yake kimebeba upako fulani. Kabla haujasikiliza, kwanza uelewe unahitaji upako wa aina gani, unahitaji upako gani. Haleluya. Wewe mpiga picha, kuna upako leo ubeba. Amen. Yule mtu anayepiga picha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Kakae msikilize. Unajua sasa mtumishi, ninapata changamoto kwenye nini? Kwenye kupiga picha. Nimekuja kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuweza uweze kuniombea. Nitakuwekea mkono, hutoki. Wala kuna katika jina la Yesu Kristo, picha uzipige vizuri. Kuanzia leo uende vizuri. Wewe sana sana, Bwana kama amenipa cha kuweza kusaidia, ni kwamba ukitoka hapa hata huko upako utaconnect na mtu ambaye atakupa yale yanayoendana na kile unachofanya, unachokihitaji. Nazungumza jambo gani? Hata kama nitakuwekea mkono kiasi gani, utakuja kupata faida mpaka pale utakapokutana na aliyebeba hicho unachokifanya. Amen. Kwa hiyo kuna hatari ya kusikiliza. Amen. Amen. Maneno ambayo hayajabeba upako unaohitaji. Kwa nini Roho Mtakatifu amekuletea mstari huo? Kwa nini hajakuletea mwingine? Maneno yako mengi, lakini akachukua hili moja. Kwa nini? Ndilo lilobeba. Lengo sio lile neno, ni upako ulioko ndani. Mistari hii imebeba, hii mistari ya Biblia imebeba upako aina tofauti tofauti. Sasa yeye anajua, Roho Mtakatifu, huu aina hii, sample hii ya upako unayohitaji iko wapi? Anakwenda anakuchukulia. Sasa usichukue na mstari kwa upamba tu ukauchora tu kutari. No. Ndani yake kuna kitu. Haleluya. Haleluya. Mungu anamwambiaje? Anamwambiaje Samuel? Wewe Samuel,
Usisikilize maneno wanayokwambia hawa, bali sikiliza sauti iliyoko ndani ya nini? Ndani ya maneno hayo. Sasa ndani ya neno sio tu kwamba kuna sauti, kuna upako pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lugha nyingine, wewe mwanajeshi unakaa tangu asubuhi mpaka jioni, unamsikiza daktari daktari, alafu unataka kuwa mwanajeshi. Unataka kuwa mwanajeshi bora. Wewe tafuta wanajeshi ambao wameshapenya, wako pale. Msikiliza yaliyoko hapo. Kuna upako unaokuhamasisha kusonga mbele kwenye kile ulichofanyaje, ulichopewa. Haleluya, haleluya. Ndani yale maneno, wakati anazungumza ndani, wako unasikia ala, na mimi nataka niwe kama yeye, na mimi nataka. Ndani yako kutakuwa na hamasa ambayo sio ya kawaida. Sasa wengi wanakwama kwa sababu gani? Utaletewa maneno ambayo hayajabeba upako unaohitaji. Sikiliza, hii kitu nimeunganisha maneno na maombi. Kwa sababu gani? Unavyokwenda kwenye maombi, usiwe tayari kupokea kila jibu unalokutana nalo au kila neno unalokutana nalo. No. Jua kabla haujaingia unahitaji nini, kwa sababu maombi yako yatakuwa na tija na utamshukuru Mungu kama utapata kile unachokihitaji. Nazungumza hivi. Wewe umeenda kwenye maombi, unahitaji ndizi, alafu unaletewa maharage, na unatoka unasema maombi yameisha, na yalikuwa vizuri, hebu tuone. Unatuonyesha maharage. Kwa sababu unasema unahitaji ndizi. Haya maharage yamekujaje? Kwa nini unakubaliana nayo? Haleluya, haleluya. Nazungumza jambo gani? Kama vile unavyoingia kwenye maombi, ukiwa unaomba hauwezi kupokea kila kinachokuja. Inaanzia hata hapa. Usiwe tayari kumsikiliza yote ambaye amebeba kitu ambacho, yani maneno ambayo mwisho wa siku yako hamasishi kwenda kwenye ile kusudi. Kwenda kwenye kile unachokihitaji. Sijui kama kuna mtu ananisikia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Neno Mungu nasemaje? Leteni hoja zenu. Hoja maana yake tujadiliane. Kwa sababu kuna watu ambao akiingia kwenye maombi, yeye anaingia kwenye maombi, lengo lake anataka mstari. Na akishapata mstari anatoka. Ndio akitoka hiyo mstari inabidi atafute mtumishi. Wakati niko naomba, nimeletewa hiki na hiki na hiki na hiki. Sijui hapa ndo tunafanyaje? Ndio tunafanyaje? Au wewe ndo unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Unaona, ametoka kwenye maombi, amepata mstari, lakini hajapata anachokihitaji. Mimi nachozungumza kitu gani? Kama ni mstari, Bwana Yesu asifiwe, angalia unakupeleka wapi. Kwa sababu shetani yeye kwenye Mungu roho yupo. Haleluya. Hujasoma habari ya Luka sura ya 4? Mathayo sura ya 4? Yesu kachukuliwa wapi? Nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Akapelekwa na Roho. Alikuwa rohoni. Shetani amwambia imeandikwa. Shetani ni roho. Imeandikwa. Maana haya anayapata kwenye ulimwengu wa nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Unasikia ninachozungumza? Kwa hiyo haitoshi kwamba umepata mstari, umepewa na nani?
Unajua mimi sijui. Okay, angalia unakuhamasisha kwenda wapi, kwa sababu yapo majibu ambayo yanakwenda kinyume na kilichokuwa unakihitaji. Nasema hivi, yapo majibu kwenye maombi ambayo yanapelekea ndoa fulani kuvunjika, na ametoka nayo kwenye nini? Kwenye maombi. Na mstari amekuja nao, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sawa? Alikuwa anaombea ndoa sawa, ina Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Umekuja mstari wa tap hivi, ukipata mstari wa usimwache mwanamke mchawi kuishi, na uko kwenye maombi, kitoka hapo unaenda kufanya yani unaenda kuchukua hatua gani? Haleluya, haleluya. Okay, umeingia kwenye maombi, na yale maombi yanaonyesha majibu yake yamekuja kimstari au kinamna fulani. Anayekumaliza ni huyo mzee wa kanisa. Ukitoka unaenda kufanyaje kwa mzee wa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe wakati unakwenda kwenye maombi ulikuwa unaenda kutafuta nini? Kwa sababu tunatarajia uje ufanye kile ulichokuwa unasema, tukizungumza kile kilichokupeleka kwenye maombi ndicho tunatarajia urudi ukifanye. Uliingia kwenye maombi ili kupata suluhisho la nini? La ndoa, si ndio? Kwa maana yake ukitoka tunatarajia ushughulike na suluhisho la nini? La ndoa. Ila baada ya maombi yako umerudi, sio tena kusuluhisha. Ni vurugu zimezidi. Kwa hiyo ilikuwa ni afadhali kabla ya maombi, kwa sababu maombi yalivyo, kilichotoka kule kwenye maombi, yani sasa hatulali, kwa sababu mpaka umeonyeshwa sasa mapepo yanapokaa. Yani kabla ya maombi tulikuwa hauoni, sasa hivi umeonyeshwa na nini? Na mapepo yanavyokaa yanakaa kwenye masikio. Sasa ukiona yamekaa kwenye masikio, ukiangalia lile sikio ambalo umeonyeshwa, wewe unalionaje? Sasa tayari umeshaona haya mapepo yanakaa kwenye masikio yake. Haya, sasa hapa kwenye masikio ukipatazama panakaaje? Okay, ngoja niseme hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unavyoambiwa anayekumaliza ni fulani, ukitoka wewe unafanyaje? Mimi sijasema fulani hawezi kuwa anahusika. Okay, mimi niko nazungumza wewe ulivyoingia kwenye maombi, ulikuwa unatafuta nini? Unatafuta upako wa kumaliza nini? Kumaliza huo mgogoro, si ndio? Sasa wakati unatoka, je, uko unashughulika na kumaliza huo mgogoro? Ndio maana nimekwambia jua unachokihitaji kabla hujaingia kwenye maombi, na hakikisha majibu yanayokuja yanakupeleka kwenye kile unachokihitaji. Kama hauelewi, uliza vizuri kabisa, uliza mleta majibu. Hapa mbona mimi ninakokwenda ni huku, imekuwa kuaje? Nasema hivi, hata kama kuna mapambano ni makali kiasi gani, umetoka Misri na kwenda Kanaani, hakikisha majibu yote yanayokuja ni mtumishi amekuja kwa njia gani, anakupeleka wapi? Anakupeleka Kanaani. Unasonga mbele kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Unakaza uso kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Haleluya, haleluya. Kwa namna yoyote ile, kwa sababu kuna maneno ambayo yanakuja yanakupunguzia ile ari, yanapunguza nini? Ile hamasa ya wewe kuendelea mbele. Kina nani? Kina Petro. Yesu msalabani. Yesu anaenda msalabani. Petro anamwambiaje? Usi unasema hivyo. Unakuwa unasema mbele za watu kwamba utakufa. Angalia sasa unakuwa unasema wapi? Alafu unajua hivi vitu tumevisoma chuoni, hata kama hakuwa ameenda chuoni, ila utawapata waibu. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema chuoni kibaya. Haleluya. Lakini nazungumza jambo gani? Kwa nini Petro
Yesu alimkemea, alikemea shetani aliyekuwemo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Pale anapopita Yesu ni pagumu. Kumeingia aina fulani ya huruma ambayo Petro anaona kama vile ni huruma, lakini ni roho imemwingia ndani, inatafuta kumwataki Yesu. Impunguzie nini? Impunguzie hamasa ya kuukabili msalaba. Nisikize nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa unapopita, hauhitaji wa kukuhurumia. Unahitaji wa kusimama kwambie, simama imara, simama, songa mbele, utashinda. Usiangalie haya, wewe songa mbele. Haleluya! Katikati ya maumivu hayo, wewe songa mbele. Ni pagumu, ni sawa, lakini kunako kwenda ni kuzuri zaidi. Ni pagumu, ni sawa, lakini Bwana aliyekwambia hajabadilika. Ni yule jana, leo na hata milele. Kama alikwambia utafika tu. Haleluya, haleluya. Wana wa Israeli wakati Musa amewatuma wale wapelelezi, walifika pale, wakatokea katika wale wapelelezi, baadhi wakasema hivi, wengi kabisa, hatuwezi kuingia. Walikuwa wanalenga nini? Maana yake hamasa ya watu kuingia Kanaani ipungue kabisa. Wawili wakasema sikilizeni, lakini pamoja na hayo turudi. Je, Mungu anaweza kadanganya? Kama alisema na bado hajarudi kusema hatutaingia, hivi tutaingia tu. Vita iliyokuwa inaendelea ilikuwa inapambana na ile hamasa ya ndani, ilikuwa inapambana na ule upako uliokuwa juu ya wale watu, maana yake wasiendelee mbele. Bwana akupe upako wa kuendelea mbele. Haijalishi ni jangwani, wewe upako uwe juu yako. Haijalishi jangwani hakuna chakula, wewe upako kiwa juu yako utasonga mbele. Haijalishi jangwani maji hamna, upako kiwa juu yako, na nataka nikwambie mwamba utatoa maji. Haleluya, haleluya. Upako kiwa juu yako, hivyo vikwazo haijalishi vipo, utasonga mbele. Wewe upako uwe juu yako, in the mighty name of Jesus. Nasema hivi, hiyo ndoa sio ngumu. Hapana. Upako wa kusonga mbele uwe juu yako. Hiyo biashara sio ngumu, sio kwamba imekufa, no. Kinachopambanishwa sio hiyo biashara. Kinachopambanishwa ni upako wa wewe kufanya nini? Hiyo biashara. Unanisikia ninachokwambia? Nasema hivi, unachopambanishwa nacho kinalenga kukupokonya upako unaokusaidia kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo unaona kama vile umezungukwa, unaona kama vile sasa biashara yako kwako sasa watu, yani mapambano yalikuwa ni mapambano. Sikiliza, kinachopambanishwa ni hicho. Wewe ulikuja kufanya biashara, then fanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka lile lengo la kwanza lile, simama nalo, songa mbele, songa mbele. Kutakuja kila aina. Inalenga nini? Sikiza nikwambie, inalenga upako. Inalenga nini? Upako unaokusaidia kufanya hiyo biashara, kufanya hiyo kazi. Upako unaokusaidia kusonga mbele ndio unaopambanishwa. Sio unachokifanya ndio kinapambanishwa. Hapana. Kinachopambanishwa ni upako ulioko juu yako. Unapatikana kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Kwa maana hiyo, mtumishi wa Mungu, ni hatari kufanya biashara, ni hatari kufanya utumishi na hauna maombi ya kufunga na kuomba. Kwa nini? Kwa sababu huu upako utaukosa. Mimi niko nazungumza hivi, hata kama Mungu atamtuma mtu, bado huyo mtu hautamsikia mpaka umefunga na kuomba. Nisikize vizuri. Unavokuwa unamsikiliza mtumishi,
ukiwa hauko kwenye maombi na kumsikiliza mtumishi ukiwa kwenye maombi ni vitu vile tofauti. Nasema hivi, unapokuwa kwenye ibada umefunga na kuomba, na kuwa kwenye ibada haujafunga na kuomba, hizo ni ibada mbili tofauti. Kuna upako unaokuwepo ukiwa kwenye maombi, na ule upako unakusaidia kudaka yale maneno yanakuwa yanakuja, yale mafundisho yanapokuwa yanakuja, unapata kilichomo ndani yake. Haleluya! Kwa hiyo watu wengi unafanya huduma alafu haujaweka utaratibu wa wewe kuomba, kufunga na kuomba. Hiyo huduma utafika mahali kuna sehemu hautaweza kuvuka. Isha ya maisha, kuna mahali fulani utapotea. Kuna mahali utapotea. Kwa sababu gani? Ule upako hautaupata. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, kwenye upako kila kitu kinawezekana. Umesikia nikizungumza? Kwenye upako huu kila kitu kinafanyaje? Kinawezekana. Nisikilize. Neno upako kwingine inataja kama mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwingine inataja kama nguvu za Mungu. Vyote vile jina utakalotumia. Linda sana upako uliopewa na Bwana kwenye huduma yako, kwa sababu uhai wa huduma yako unategemea huo upako. Linda sana upako uliokuwepo juu yako wakati unakwenda kufanya nini? Hiyo biashara. Kwa sababu uhai wa biashara yako unategemea nini? Ule upako uliofanyaje? Uliopewa. Walioweza kufanya mambo katika dunia hii ni watu ambao kulikuwa na upako juu yao. Haijalishi umesoma, lakini kuna mambo haufanyi. Kwa sababu gani? Unahitaji upako wa kusaidia kuweza kuyafanya. Unawaza lakini haufanyi. Kwa nini? Unakosa upako. Sio kama unakosa vitu, no, unakosa upako. Pamoja na kwamba pesa zinaweza zikawepo, vifaa vyote vinaweza vikawepo, lakini nini? Upako ukawa haupo. Ni afadhali vifaa havipo, fedha hazipo, lakini upako upo, kwa sababu wenyewe utavitafuta hivyo vitu na utavipata. Haleluya. Unafanya hiyo huduma, una upako wa kufanya hayo. Hiyo huduma unaoifanya una upako wake, kwa sababu haiko peke yake, no. La sivyo hilo ya kupuuza itaukamata. Huduma unayo lakini unaipuuza. Huduma unayo lakini hauithamini. Huduma unayo lakini unachukulia kawaida. Upako ni lazima juu yako. Huduma unayo lakini wale watu ambao umepewa unaona ni wa kawaida, ni wa kawaida tu. Yaani ni wa kawaida tu. Ni wa kawaida tu. Hawezi kuona kilichomo ndani. Kwa sababu gani? Kuna upako unaopaswa kuwepo juu yako, unaokusaidia kuweza kutambua huyu tunakwenda naye, huyu unaona kama vile anaweza akanikwamisha. Okay. Na kama anikwamisha natakiwa kufanyaje? Natakiwa kumsaidia vipi? Kinachoweza kusaidia ni upako. Kuna upako unaohitaji wewe. Kuna vitu vingi ambavyo vimekwama. Kwa sababu gani? Kuna upako umenyang'anywa. Narudia, kwenye utumishi bado upo, lakini kuna upako umenyang'anywa. Ofisini bado upo, lakini kuna upako umefanyaje? Umenyang'anywa. Ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana, ninarudi kwako. Ni wewe uliyezungumza na mimi kile kipindi, ni wewe uliyesema na sisi kile kipindi. Tumerudi kwako tena. Bwana, ukatujazie tena kwenye pembe hii, ukatokee mafuta tena, ili tuweze kufanyaje? Tuweze kupata nguvu za kuweza kusonga mbele. Hamasa itatokea ndani yako, na utaweza kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia nachokizungumza? Upako unakuwezesha yale yasiyowezekana yawezekane. Kuna upako wa kupatanisha, unahitaji kuwa juu yako. Kuna upako wa ubaba, unahitaji kuwa juu yako. Kuna upako wa mzazi, unahitaji kuwa juu yako. Umesikia tukizungumza? Kuwa mzazi sio kuzaa tu.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna upako unahitaji kuwa juu yako, ambao ndani yake ule upako utakuhamasisha kulea, utakuhamasisha kuona kwamba hapana, inawezekana, hebu tujaribu tena, inawezekana, anaweza katoka jamani. Ule upako uwe juu yako. Nasema ule upako uwe juu yako, upako wa kutokata tamaa, kwa sababu adui akitafuta kushambulia upako huu ni pamoja na kuleta kila aina ya mazingira ambayo yanakupeleka kufanyaje? Kukata tamaa. Wewe unadhani ndio uenda umekata tamaa? No, upako umeenda. Maadamu ule upako upo, hautakata tamaa. Maadamu ule upako upo, nasema hautakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maadamu ule upako upo, hautarudi nyuma. Maadamu ule upako upo, nataka nikwambie huyu pepo atatoka tu. Maadamu ule upako upo, nataka nikwambie huo mto utavuka. Maadamu ule upako upo, hiyo bahari utavuka. Haleluya. Haleluya. Maadamu ule upako upo, bahari hiyo itakuwa tayari kugawanyika, ni mradi tu ujikute huko upande wa pili. Inafanyika saa ngapi? Hiyo ni kazi ya huo upako. Haleluya. Haleluya. Bwana kuongezea upako huo. Nasema Bwana kuongezea upako huo. Ingia kwenye maombi, mwambie Bwana, ninakuja mbele zako, ninaomba unisaidie. Bwana, nimeelewa kuna kitu sasa nimepungukiwa, nimeibiwa. Niliibiwa saa ngapi? Kuna mazingira ambayo yalitokea na mimi sikujua kwamba ndicho kinachotafutwa. Nilidhani nashambuliwa mimi, kumbe kinachoshambuliwa ni nini? Ni upako ndio kwa nimeubeba. Ulikuwa unisaidia kuweza kufanya vile ambavyo nilikuwa navifanya. Nimerudi kwako, ninaomba unisamehe kwa kuchukua hatua zile nilizozichukua. Unisaidie niweze kurudi kwenye mstari. Unisaidie niweze kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atakusaidia, utaweza kukumbuka ni mahali gani ulikoanguka, and then ukatubu, na kisha ukatende yale matendo uliokuwa unafanya kwanza, au mambo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo, kama hapo lipo ni asubuhi, mchana wa leo kama hapo lipo ni mchana, jioni ya leo kama kwako hapo ni jioni, usiku wa leo kama hapo lipo ni usiku. Anakumbuka wanatufuatia kwa nyakati tofauti kutokana na maeneo walipo. Katika jina la Yesu, sema katika jina la Yesu, ninaomba Bwana, ninaomba unisaidie, ninaomba unisamehe, naomba unisamehe. Si kujua kwamba kinachopambanishwa ni upako ndio wako nimebeba. Nilidhani Bwana ninashambuliwa mimi, lakini nimeelewa kwamba kinachoshambuliwa ulikuwa ni upako niliokuwa nimeubeba. Katika jina lako Yesu, unisaidie Bwana siku ya leo, unipe nafasi tena, unipe nafasi tena, nisimame Bwana, nisimame Bwana, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu, unisaidie Bwana, unisaidie Bwana, nisimame tena, nisimame tena, nisimame tena, nisimame tena, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu. Yapo maneno niliyoyasikiliza, yapo maneno niliyoyasikiliza, katika jina lako Bwana Yesu, nisaidie Bwana hayo maneno, kila nilichokipokea kutoka kwenye maneno yale Bwana Yesu Kristo akikuweza kunisaidia Bwana, katika jina lako Bwana Yesu, niko tayari Bwana Yesu kurudi tena kwenye nafasi Bwana Yesu ulionipa niweze kusikia Bwana kutoka kwako, katika jina lako Bwana Yesu, ili niweze kupata nguvu ya kusonga mbele tena, katika jina lako Bwana Yesu, katika jina lako Bwana Yesu, katika jina lako Bwana Yesu. Simama uombe in the mighty name of Jesus, katika jina lako Bwana Yesu, katika jina lako Bwana Yesu. Omba kabisa na Bwana akusaidie, na Bwana akusaidie. Yapo maneno ambayo yanakuja kupitia watu mbalimbali, na hayakuachi na ule upako wa kuweza kukusaidia kuweza kusonga mbele, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tangu ulivyosikia, mara tu ulivyosikia kwamba hayakuwa yamebeba cha kuweza kusaidia, tayari ilikuwa ni roho ya uongo ndio inapita humo ndani, na ilikuwa imekuja kukunyang'anya ule upako uliokuwa unakusaidia kuweza kusonga mbele, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Omba kabisa mahali hapo ulipo, omba mahali hapo ulipo, omba mahali hapo ulipo.
hiyo familia, hicho ulichokisikia hakisaidii hata siku moja, hakisaidii hata kidogo kuweza kusonga mbele kwenye ile kusudi. Kumbuka kusudi umepewa na Bwana, haujajipa wewe. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ingilia kati Bwana, onekana mfalme, jitukuze Bwana, katika jina lako Bwana Yesu, katika jina lako Bwana Yesu, katika jina lako Bwana. Mungu mwaminifu na Mungu mshindi, Mungu mwaminifu na Mungu mshindi, uinuliwe peke yako Bwana, utukuzwe Bwana Yesu. Asante kwa uwezo wako Bwana, asante kwa ukuu wako Bwana majeshi, katika jina lako Bwana, katika jina lako Bwana, uingilie kati Bwana Yesu, onekana mfalme, jitukuze Bwana, jitukuze Bwana, jitukuze Bwana Yesu, jitukuze Bwana Yesu. Omba kabisa, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana akusaidie, kwa sababu kuna vita ambavyo vinakuja kwa njia ya mazungumzo. Ni watu wanapita, inawezekana ni kwa njia nyingine kabisa ya kiroho, ambayo yale maneno yanayokuja hayajabeba upako wa kusaidia kuweza kusonga mbele, wa kusaidia kuweza kujenga jamii ulionayo, kujenga familia ulionayo, kujenga ukoo ulionao, kusaidia wenzio, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hayo hayana msaada ndani, yanakutoa kwenye nafasi yako ya utumishi, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Yamekuja kwa njia mbalimbali, imekuja kwa njia mbalimbali. Badilisha sasa, umekwisha elewa, in the mighty name of Jesus. Umeshatolewa kwenye mstari namna hiyo, umeshatolewa kwenye reli, ndivyo wanavyozungumza, umeshatolewa kwenye kusudi, kwa sababu mara tu ulivyosikia ile hamasa ya kuweza kusonga mbele ilipotea. Katika jina la Yesu Kristo, ni Bwana akusaidie sasa, au kuepesha na mazingira hayo, usiweze kurudi tena, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Heshima ninakupa Bwana, utukufu ninakupa wewe, uinue peke yako Bwana Yesu na kutukuzwa. Asante kwa ajili ya hayo na mengi ambayo natenda Bwana, ni katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya hayo, katika jina lako Bwana Yesu, amen. Piga makofi Bwana, piga makofi Bwana, mpige makofi Bwana. Wewe uliyoko mahali hapa na uliyoko sehemu nyingine, inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako Bwana Yesu. Asante kwa sababu umesema nao Bwana, katika jina lako Bwana Yesu. Ninaomba ule upako uwe juu yao Bwana Yesu, wa kuweza kuhamasisha tena kusimama Bwana Yesu na kusonga mbele. Uwasamehe watumishi wako Bwana Yesu, maana ambapo Bwana walipokea maneno iliyowavunja moyo, walikutana watu Bwana Yesu wakavunja moyo, wakatoka kwenye mstari, waliwaambia kwamba hawezi kuingia Kanaani, na wakakubali Bwana. Rehema zako ziwe juu yao katika jina lako Bwana Yesu, kama vile kusudi unalo Bwana Yesu kupitia Bwana huduma hii, katika jina lako Bwana Yesu, ni kuwaimarisha watumishi wako Bwana Yesu, waacha waimarike hapo walipo, katika jina lako Bwana Yesu. Asante kwa sababu umejibu kwa huyo ambaye yuko sebuleni kwake, kwa ambaye yuko sehemu nyingine Bwana, hapo alipo Bwana Yesu, nguvu hizi ziwe juu yake katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Asante kwa sababu umetenda, ni katika jina lako Bwana Yesu, amen. Piga Bwana Yesu makofi, ongeza makofi kwa Bwana. Kwa wakati mwingine tutazidi, amen.